Tumsifu Yesu Kristu. Ndugu wapenzi, wasikilizaji na watazamaji wa CPT Online TV, karibuni katika kipindi cha pili. Siku ya leo tunapotazamia historia ya kanisa, hususani katika mfumo mzima wa uongozi ndani ya kanisa Katoliki. Tumeanza na kuangalia upapa au tuseme the papacy, ambayo tunazungumzia kiongozi wa kanisa Katoliki ulimwenguni. Katika kipindi kilichopita tulijifunza kuhusu mapapa wa karne ya kwanza, tukianzia kwa Mtume Petro mpaka tulipofika kwa Papa Clement wa kwanza, ambaye katika karne ya kwanza papa mwingine anayeunganisha karne ya kwanza na ya pili basi Papa Evaristus, ambaye ndi papa ambaye baada ya Papa Clement wa kwanza anakuwa ni papa ambaye anaunganisha karne ya kwanza pamoja na karne ya pili, Papa Evaristus. Hapo tulizungumzia ni mapapa ambao walikuwa kipindi cha mitume, ni mapapa ambao walianza kipindi cha mwanzo, ndio ambao walianza kuenea, upapa walianza kuenea katika dola ile ya Kirumi. Basi katika kipindi hicho cha kwanza tulizungumzia pia masuala mazima ya uongozi katika kanisa la mwanzo, tukazungumzia swala zima la mateso ya Wakristo, Christian persecution iliyokuwa inatolewa na dola ile ya Roma na mambo mengine kama hayo. Tulitazama pia kuuawa kwa Mtume Petro, Mtume Paulo katika karne ile ya kwanza aliouawa na Nero Kaisari. Tulitazama pia swala zima la mwanzo wa kanisa la Roma kwa kama kitovu pale Roma katika dola ya Kirumi. Tukaangalia pia masuala mazima ya mwanzo ule mfumo wa maaskofu, kwamba bishops zilianza katika karne ile ya kwanza. Sasa leo tunaingia katika kipindi hichi cha pili, tukitazama mapapa wa karne ya pili, the second century popes, ambao ni kipindi cha muhimu sana katika historia ya kanisa, kwa sababu ndani ya kipindi hichi cha karne ya pili ya wale mapapa Ukristo ulikuwa unaenea, the expansion of Christianity ndani ya dola ya Roma kulianza kuibuka. Ndani ya kipindi hichi cha karne ya pili kulianza pia kuibuka tayari zile mafundisho potofu, uzushi, heresiasis zilianza katika karne ya pili. Pia katika karne ya pili tutaangalia pia kuimarika kwa authority au tunasema mamlaka ya Roma, kuimarika kwa mfumo mzima wa uongozi wa kanisa, the church structure. Ni katika karne ya pili ndio tunaona sehemu ambayo walianza kuimarika zaidi, na zaidi tutaendelea kuangalia, kwa sababu nimewambia karne ya kwanza na karne ya pili mateso makubwa ya Wakristo, yani wale Wakristo wa mwanzo, the Roman persecutions, zilikuwa zimeanza na zimeenea kwa kasi katika karne hii ya pili. Kwa katika karne hii kanisa lilianza kujipanga rasmi. Mapapa wa kipindi cha karne ya pili walikuwa na kazi kubwa sana, maana yake walipaswa walinde mapokeo ya wale mitume. Maana tuliangalia katika mapapa wa karne ya kwanza walikuwa ni mitume wenyewe, apostolic traditions walizokuwa nazo. Kwa mapapa wa karne ya pili wanapaswa kuendelea kulinda mapokeo ya mitume, waendelee kupambana pia na mafundisho ya uzushi. Nimwambia karne ya pili kuna sehemu ya mafundisho ya uzushi yalianza kutolewa, kama zile Gnosticism, Monasticism, zote hizo Montanism, zote zilianza kutokea katika karne hii ya pili. Kwa hiyo mapapa wa karne hii walipaswa pia waanze kupambana na zile heresies au uzushi uliokuwa unazushwa. Pia walipaswa waendelee kuimarisha umoja wa kanisa, unity of the church, kuongoza Wakristo wakati wa mateso, nimezungumzia ile persecutions za Roma, na kuimarisha mamlaka ile kanisa la Roma. Katika kipindi cha karne ya pili ninataka niseme ili wazi kwamba mapapa tukawatazama mmoja mmoja tukimchambua, tutakesha. Mpaka sasa hivi tuna mapapa takriban 267 ambao tunawatambua kama mapapa wa kanisa Katoliki, ambao Papa Leo 14 akishikilia kama papa wa 267. Kwa katika hizi karne tutakuwa tunaangalia kwa ufupi, lakini inapotokea kipindi fulani utawala fulani papa fulani ambao kuna historia kubwa ya kanisa, tutastake hapo tuangalie masuala fulani yanayohusu historia ya kanisa pamoja na uongozi wa papa ambao kwa kipindi hicho. Lakini kwa sasa tutaangalia kwa ujumla kama nilivyowaambia hapa nazungumzia, then tutawataja mapapa ambao walikuwa wanahusika, walipitia mambo gani, alafu tutasonga mbele ili tuweze kufikia lengo la kuangalia mapapa wote wa karne wote mpaka tutakapomfikia Papa Leo wa 14. Basi bila kupoteza wakati
tuanze kipindi chetu kwa kutazama sasa mapapa wa karne ya pili. Mwanzo nimewambia kwamba Papa Evaristus ni papa ambaye aliyefanya connection kwamba mapapa wa karne ya kwanza na mapapa wa karne ya pili, maana alianza kuongoza kuanzia ule mwaka wa 97 mpaka mwaka tunapoingia mwaka karne ya pili ndio alianza. Basi papa wa karne ya pili ambaye tunamtazama Papa Alexander wa kwanza. Huyu ni papa wa karne ya pili, na baadaye alichukua nafasi hiyo baada ya kuuawa kwa Papa Evaristus ambaye aliuawa na utawala wa wakati ule alikuwa ni Kaisari Tijani. Walimuua kwa kama mashahidi. Mapapa wengi wa karne ya kwanza walikufa kama mashahidi kwa sababu ya Christian persecution zilikuwa zinaendelea Roma, basi wengi walikuwa wanauawa. Katika kipindi cha utawala huyu wa Papa Alexander wa kwanza ambaye alitawala kuanzia mwaka ule wa 105 baada ya Kristo, alienda mpaka mwaka wa 115. Tawala takriban miaka 10 wakati wa utawala wa Kaisari Trajani ambaye alikuwa anaiongoza dola ya Kirumi. Na Trajani alikuwa ni mmoja wapo wa makaisari wenye nguvu na ya Roma, lakini aliendelea pia kuwatesa Wakristo kwa sababu Ukristo kwa nyakati zile ulikuwa hujatambuliwa rasmi. Kwa mateso ya Wakristo aliendelea kama kawaida na mambo mengine kama hayo. Papa huyu aliendeleza ile apostolic tradition kama nilivyowaambia kwamba mapapa wa karne ya pili walipaswa kwa namna moja au nyingine waendelee kuyashikilia ile mafundisho na kuyaendeleza ile apostolic tradition baada ya kizazi kile cha kwanza cha Wakristo. Alisaidia pia kuimarisha mamlaka ya askofu wa Roma, the authority of the Bishop of Rome. Alisisitiza umoja wa kanisa. Ni mmoja wa papa ambaye Alexander kwanza alisisitiza sana umoja wa kanisa kutokana na hatari iliyokuwepo ya utengano kwa sababu ya mateso makali ya Wakristo. Kwa alikuwa anasisitiza umoja wa kanisa wakati Ukristo ulikuwa unaendelea kuenea katika dola ya Kirumi. Alisisitiza pia umuhimu wa sala na ibada za kanisa. Ni mmoja wa papa ambaye alisisitiza pia umuhimu, yani tunaweza tukasema siku hizi kanisa Katoliki tunatumia maji ya baraka. Basi Papa Alexander wa kwanza ni mmoja wapo ya papa ambaye alianza na desturi kutumia maji ya baraka yaliyobarikiwa. Wale Wakristo walikuwa wanajificha, basi alikuwa anaambia wakae na maji ya baraka. Aliimarisha nidhamu kali ya viongozi wa kanisa, aliwahimiza Wakristo kubaki waaminifu wakati wa mateso na mambo mengine kama hayo. Kwa mambo hayo yalitokea kipindi cha utawala wake. Ukristo ukiendelea kuenea ndani ya dola ya Roma. Tunatambua persecution ilikuwa zinaendelea, mauaji wa Kristo wengi walikamatwa na kuuawa chini ya sheria za Roma. Ukristo uliendelea licha ya mateso, lakini Ukristo ulikuwa unaendelea kuenea kila siku. Christianity continued to spread despite the persecutions zilikuwa zinaendelea, basi kanisa liliendelea kwa namna hiyo. Kwa hiyo kanisa lilianza kujijenga zaidi na kujitenga wazi zaidi na Uyahudi. Wakasema tayari desturi za Kiyahudi, kanisa lilianza kujitenga rasmi. Na pia kanisa la Roma ndio lilianza kuonekana kama kitovu zaidi cha Ukristo. Na nilisema ndani ya historia hii tutakuja kujiuliza kwa nini makao makuu ya kanisa Katoliki hapo kule Roma, lakini tunafahamu kwamba historia kubwa labda tunaamini angekuwa Yerusalemu, lakini makao makuu ya kanisa Katoliki yapo Roma. Basi kwa ufupi kuhusiana na papa huyo tusizungumze sana kwa sababu nimezungumza majukumu yao makubwa ya mapapa hao. Basi kwa ufupi kabisa mapokeo yanaeleza kwamba papa huyu Alexander wa kwanza alikufa kishahidi. Aliambiwa mateso alikuwa anaendelea kuuawa, alikufa kishahidi kutokana na mateso ya Roma alikuwa yanaendelea na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo tukimtazama kama papa ambaye aliongoza kanisa katika kipindi hicho, basi aliendelea kuimarisha baada ya kipindi cha mitume, aliendelea kuimarisha ile kanisa na kusaidia kuhifadhi urithi wa mitume. Basi baada ya kumtazama papa huyo, tuangalie papa mwingine baada ya Alexander wa kwanza ambaye ni papa wa karne ya pili. Tutamtazama Papa Sixtus wa kwanza. Papa Sixtus wa kwanza ni mmoja wapo pia mapapa ambao tunasema baada ya Alexander wa kwanza kufariki mwaka ule 115 kwa kuuawa, na alikuja papa mwingine. Nasema kipindi cha kwa amna kuchaguliwa kama sasa hivi makardinali wanaingia conclave wanachagua, lakini kipindi cha nyuma papa aliyefuata baada yake alikuwa ni Papa Sixtus wa kwanza ambaye alianza kuongoza kuanzia mwaka ule 115 baada ya Kristo akaenda mpaka mwaka ule 125 akiwa anaongoza.
Ni mojawapo pia ya papa aliyeishi kipindi cha utawala wa Kaisari Trajani, ambaye nimesema alikuwa na nguvu na aliwatesa sana Wakristo, aliwaua Wakristo, lakini ilikuwa ni kipindi cha mwisho cha utawala wake kabla hajaja Kaisari Hadrian. Manake alikuwa anamalizia kipindi cha utawala wa Trajani na ni papa ambaye alikuwa alianza kipindi chake. Kama nilivyowaambia, baada ya Kaisari huyo ambaye aliwatesa Wakristo Trajani, akaja Kaisari Hadrian ambaye alianza kuongoza. Alikuwa ni mtawala mwenye nidhamu kali ambaye hakuruhusu dini ambazo zilikuwa zinaonekana tishio katika dola ya Kirumi. Alikuwa ni mtu ana nidhamu kali. Hivyo papa huyu Sixtus wa kwanza ni mmoja wa papa ambaye aliingia katika utawala ule wa Trajani ulikuwa kikatili, akaja kuanza tena na utawala huyo wa Hadrian na masuala mengine kama haya. Sasa kwa ufupi tukimtazama huyu papa, nimesema tukamzungumzia, sijui amezaliwa mwaka gani, tutakesha. Papa tunaangalia mchango wake katika historia ya kanisa na masuala mengine kama hayo. Kama nilivyowaambia, mapapa wa karne ya pili aliendeleza nidhamu ya kanisa, the church discipline aliendelea kuikeep, kwamba the apostolic tradition zilizokuwepo aliendelea kuzikeep. Alisisitiza heshima katika liturujia zile ibada, ambaye papa mtangulizi wake alianza kuimarisha ibada, sala. Kwa hiyo aliendelea kusisitiza heshima katika liturujia, maana yake ile tunasema reference in liturgy. Basi aliendelea reference ile in liturgy, aliendelea kusisitiza. Aliimarisha utaratibu wa viongozi wa kanisa. Tayari alisaidia pia kujenga mfumo wa kanisa, maana yake church structure tunayoiona au kipindi hicho iliendelea kuimarika kutokana na mchango wa mapapa hao. Katika kipindi cha utawala wa Sixtus wa kwanza, Ukristo, the Christianity, iliendelea kuenea katika maeneo ya Roma. Ilikuwa inaendelea kuexpand. Mateso yalikuwepo, the persecution yaliendelea, japokuwa si kwa kiwango sana, kila sehemu. Manake Ukristo ulipokuwa unaenea, kuna sehemu Wakristo walikuwa wanateseka sana, lakini sio sehemu zote. Kanisa lilianza kuwa na mfumo rasmi zaidi wa ibada, tukaanza kuwa na zile mfumo wa ibada, sala, toshora maji ya baraka na mambo mengine kama hayo. Ni anaendeleza alichokuwa mtangulizi wake ameishia, basi naye aliuawa, alikufa pia kishahidi. Nasema katika kipindi cha mateso yale waliuawa kikatili na utawala ule wa Kirumi. Kwa hiyo tunaweza tukasema umuhimu wake mkubwa, alichangia the development of liturgy in the Catholic Church, alichangia katika namna yake, na ile development of liturgy order ndani ya kanisa ilianza katika mpango huu. Papa mwingine baada ya Sixtus wa kwanza, tukimtazama kama papa wa karne ya pili, Papa Telesphorus. Telesphorus ni papa ambaye alikuja kuchukua nafasi ya Papa Sixtus wa kwanza baada ya kuwa kishahidi. Ni mmoja wapo ya papa ambaye ameingia karne ya pili, aliongoza kanisa takriban kuanzia mwaka huo wa 115 mpaka 125. Na mtawala wa Kirumi ambaye alikuwa ndo Kaisari Hadrian, alikuwa ni kipindi chake sasa. Kipindi chake Hadrian aliendeleza sheria kali dhidi ya Wakristo, ingawa mateso yalikuwa makubwa kila sehemu kama nilivyokwisha kuambia. Na yeye alikuwa na mchango wake mkubwa katika historia ya kanisa, hususan katika the development of the papacy. Na tunavyoendelea uongozi wa upapa, alikuwa na historia yake na mchango wake. Na aliweka msisitizo mkubwa katika heshima ya liturujia kama mtangulizi wake. Alianza kumana pia kanisa lilikuwa limeshaanza kuwa na structure, kwa kuna viongozi. Aliendelea kusisitiza utakatifu wa viongozi wa kanisa, aliendelea kumfumo wa ibada za kanisa, aliendelea kuimarisha nidhamu ya waumini kwamba must act this, aliendelea kuimarisha. Kwa Ukristo nao pia ulikuwa unaendelea despite the persecutions zilikuwa zinaendelea. Ukristo nao ulianza kukua katika maeneo mengi ya Roma. Kwa kanisa lilianza kuwa na ustaarabu rasmi. Sema kanisa Katoliki ni kanisa la ustaarabu. Kwa ulianza waamini wakaanza kufundishwa how to behave, how to be. Basi kanisa lilianza kuwa na utaratibu rasmi wa ibada. Kama nilivyowaambia, mtangulizi alisisitiza sana the reverence of the liturgy. Maana tayari tukawa na utaratibu, sio kwamba ukawa unakutana. Maana kama wakawa na mfumo, bali ni liturujia kama utaratibu kwamba tutakutana, tutaanza hivi, tutamaliza hivi. Kwa alisaidia katika namna yake. Kwa Papa Telesphorus katika mwaka wa 125 mpaka 136
aliongozwa pia nimeambia na huyo Kaisari Hadrian na mambo mengine kama hayo. Sasa moja ya jambo ambalo tunamkumbuka papa huyu Telesphorus ni kwamba ni moja wapo ya watu walioanzisha desturi ya maadhimisho ya Christmas. Maadhimisho ya Christmas basi yameanza ndani ya utawala wake. Kwa alikuwa ni papa ambaye alihimiza pia ibada zile za usiku, kama unapoamkia ibada za usiku wakati wa sikukuu. Tunasema tunaenda ibada ya jioni. Ni papa alianza, zilianza katika desturi wakati huo kuanzia mwaka wa 125 mpaka mwaka wa 136. Ni zamani sana. Kwa hiyo ni papa ambaye aliendelea kuwafariji Wakristo walikuwa wanateswa, alitetea imani ya Kikristo kwa ujasiri mkubwa. Kama nilivyowaambia, mateso dhidi ya Wakristo yaliendelea, Wakristo waliendelea kuabudu kwa siri na kanisa liliendelea kukua licha ya mateso, liliendelea kukua. Basi mwisho wa utawala wake naye alikufa kishahidi kwa ajili ya imani ya Kristo. Mapapa wa karne ya pili wengi walikufa kwa kuuawa kutokana na ule utawala ambao ulikuwa unaendelea. Baada ya papa huyo tunakuja papa mwingine ambaye ni papa wa karne ya pili, Papa Hyginus. Ni papa ambaye alikuja kuchukua nafasi ya mtangulizi wake na ni miongoni mwa mapapa wale wa karne ya kwanza. Katika uongozi wa papa huu tunaweza tukauzungumzia kwamba alisaidia pia kupanga mfumo wa uongozi wa kanisa, alifafanua baadhi ya madaraka ya viongozi wa kanisa. Lakini kumbukeni nimwambia tarehe katika karne ya pili kuna tayari uzushi, heresies zilikuwa zimeanza. Kwa alianza kupambana na mafundisho ya uzushi, hasa ile Gnosticism. Nikipata wakati kuja kuelezea ulikuwa ni uzushi wa nini, lakini alianza kupambana nao. Manake labda mtu akaniuliza nimelitamka sana kwa Kiingereza, Gnosticism ilikuwa ni nini? Sasa ilikuwa ni mafundisho kwamba yalikuwa yanadai kwamba wokovu unapatikana kwa maarifa ya siri. Badala ya imani ya Kristo ilikuwa ni uwe na maarifa ya siri ndio unapata wokovu. Kwa kanisa aliyapinga mafundisho kwa sababu yaliharibu mafundisho ya mitume. Gnosticism, mafundisho ambayo yalikuwa yameanza kuenezwa. Basi na papa huyu naye alikufa kishahidi, na masuala mengine kama hayo. Alisaidia kulinda usafi na mafundisho ya kanisa kama watangulizi wake walivyofanya na mambo mengine kama hayo. Tukimtazama papa mwingine ni Papa Pius wa kwanza. Basi naye alianza kuongoza katika takriban kuanzia mwaka wa 140 mpaka mwaka ule wa 154 baada ya Kristo. Mchango wake tutaangalia kwa haraka kwamba naye aliendelea kupambana na walimu na wa mafundisho potovu, zile heresies zilizokuwa zinaendelea. Basi aliendelea kupambana nao. Alitetea mafundisho ya mitume dhidi ya uzushi, aliendelea kumaintain apostolic traditions. Kanisa la Roma liliendelea kuwa sehemu ya ushawishi mkubwa. Manake Roma kule Ukristo ulivyokuwa unaendelea, kitovu chake kilikuwa kinaonekana Roma ni sehemu ambayo Ukristo ulikuwa unaendelea kukua licha ya mateso walikuwa wanapitia wale Wakristo wa kwanza. Kwa Ukristo uliendelea katika maeneo mengi ya dola ya Kirumi. Katika muktadha ndio tukasema kwa namna kama hiyo. Basi papa huyo Pius wa kwanza naye basi alikufa kishahidi. Nazungumzia kwa haraka kwa sababu tayari nimeshawaambia majukumu yao makubwa alikuwa ni mambo kama haya. Na alikufa kishahidi. Lakini alikuwa ameimarisha ule utambulisho wa kanisa Katoliki wakati wa migogoro na mafundisho, kwamba ni miongoni mwa papa ambao pia walijaribu kupambana na hizi heresies ambazo zilikuwa zimetoka wakati wa kipindi hicho. Watu wakaanza kufundisha Gnosticism kwamba ili upate wokovu lazima uwe na maarifa ya siri. Basi waliendelea kupingana kwa sababu alipingana na mafundisho yale wa viongozi wetu wa kwanza. Papa wa 6 katika kipindi cha karne ya pili aliitwa Papa Anicetus. Ni miongoni mwa papa ambaye alianza pia kuongoza kuanzia takriban mwambia kwa wale ishia mwaka 154. Huyo alienda mpaka mwaka 166. Na alikuwa pia na mchango wake na muhimu katika nafasi ya upapa na mambo mengine kama hayo. Kuna jambo moja kuhusiana na huyu papa, ni miongoni mwa papa ambaye pia alikutana na Mtakatifu Polycarp wa Smyrna. Alikutana naye
Sasa aliongoza katika, walijadili pia kuhusu tarehe ya maadhimisho ya Pasaka. Katika uongozi wa Papa Pius wa kwanza, baada ya kukutana na Mtakatifu Polycarp, walianza sasa kujadili tarehe ya Pasaka, maadhimisho ya Pasaka yafanyikeje. Ni sehemu ya, ingawa kulikuwa na tofauti, waliendelea kudumisha umoja wa kanisa pamoja na Mtakatifu Polycarp na Papa Pius wa kwanza. Lakini jambo lingine kuhusiana na Papa Pius, alitetea mafundisho ya kweli dhidi ya wazushi. Mapapa wengi walipambana na wazushi, sababu kipindi hicho wazushi walikuwa wameanza kuwa wengi, ideology nyingi zilianza na mambo kama hayo. Kwa hiyo tukio labda la muhimu la kumkumbuka Papa Pius wa kwanza ni mjadala wa Pasaka. Ilikuwa mwanzo wa juhudi za kanisa kutafuta umoja katika maadhimisho muhimu. Watu tunapotambua tuna maadhimisho, we have the same liturgy all over the world. Kwa hiyo tayari kutafuta tarehe ya Pasaka ile tuwe tunaadhimisha ilikuwa ni sehemu ya mafanikio makubwa au juhudi za kanisa kutafuta kutafuta umoja wa maadhimisho muhimu. Na yeye Papa Pius wa kwanza, kifo chake, alikufa kishahidi kama watangulizi wake. Na yeye alipitia changamoto hizo, na aliuawa wakati wa utawala huo wa Kirumi uliokuwa unaendelea kuwatesa Wakristo. Kwa hiyo tunaweza tukasema umuhimu wake kuwa alionyesha kuwa tofauti zinaweza kujadiliwa bila kuvunja umoja wa kanisa. Although alikuwa na tofauti na Mtakatifu Polycarp kuhusiana na tarehe rasmi ya Pasaka, lakini waliendelea kutunza ule umoja wa kanisa. Baada ya papa huyo alifuata Papa Soter. Papa Soter ni papa wa 7 katika karne ya pili. Huyu alianza uongozi takriban mwaka wa 166 mpaka ule mwaka wa 175. Na yeye aliendelea tu na mchango wake, alisaidia Wakristo maskini walioteswa. Ukristo uliendelea kuenea na watu waliendelea kuteswa. Alitumia pia misaada kwa makanisa mbalimbali kwa sababu baada ya kukusanya fedha hizo na nguvu aliyokuwa nao, kama pia mapapa walikuwa zamani walikuwa wana nguvu sana, wanatokea katika familia ambazo zilikuwa zina uwezo na nguvu kubwa. Kwa alitumia misaada mbalimbali katika makanisa mbalimbali waliokuwa wanakuwa. Alihimiza mshikamano wa waumini, the unity of the church. Alisisitiza matendo ya upendo ndani ya kanisa. Ndio maana tumesema katika karne ya pili tutapita kwa haraka kwa sababu mapapa wengi walikuwa wanaendeleza ile tradition. Kwa sababu kipindi hicho, baada ya kuona sasa ili tuwamalize Wakristo, walikuwa watu Wakristo wananyimwa mahitaji. Kwa hiyo maskini mkubwa lilikumba kanisa la wale Wakristo wa kwanza. Kwa kama kiongozi wa kanisa alianza sasa kugawa misaada kadiri alivyoweza. Sasa na yeye tunaweza tukasema kwa kifo chake na yeye alifanyaje? Inaaminika alikufa kwa sababu za kawaida. Huyo kwa mujibu wa mapokeo alikufa kwa sababu za kawaida, kama the natural death ambayo inaweza ikatokea. Kanisa tunaweza tukamkumbuka kwamba ni papa alikuwa na upendo. Baada ya papa huyo, basi papa wa 8 katika mwendelezo wa series ya mapapa tunakutana na Papa Eleutherius. Ni mmoja wapo papa wa karne ya pili. Eleutherius. Papa huyo aliongoza kuanzia mwaka 175 akaenda mpaka mwaka 189. Na huyu aliendelea kupambana na uzushi, aliendelea kufundisha mafundisho rasmi ya kanisa, aliyatetea, alisaidia kuimarisha mamlaka ya kanisa la Roma, na Ukristo uliendelea kuenea katika Ulaya nzima. Sasa Ukristo ukaanza kuenea. Kwanza nikamsema kwa namna kama hiyo, hatuwezi tukamuelezea sana historia yake in deep kwamba alikuwaje, alitokea wapi, lakini tunaangalia umuhimu wake na mchango katika historia ya kanisa, hasa katika the development of the papacy in the Catholic Church. Kwa kanisa lilikuwa linazidi kuwa kubwa na lenye mpangilio mzuri. Kila papa alikuwa anapita, alikuwa anaonyesha jambo lake. Naye pia anaaminika alikufa kifo cha kawaida. Kwa mateso pia kuna baadhi alikuwa tofauti na nyuma. Mateso pia alikuwa anazidi kupungua kidogo, lakini sio sana, na Ukristo ulikuwa unaenea. Kwa hiyo tukamkumbuka kama aliimarisha nafasi ya Roma kama kitovu kile cha umoja wa kanisa. Tukimtazama papa wa 9 katika karne hii ya pili, Papa Victor wa kwanza. Unaweza nikasema ichamizi kwa watu ambao hawajui. Watu wengi wanauliza ni kwa nini mapapa wengi ni wazungu, hamna papa Mwafrika. Papa Victor wa kwanza alikuwa ni Mwafrika na alitokea Afrika Kaskazini huko. Ni takriban mwaka wa 189 mpaka mwaka wa 199 aliongoza.
Kwa hiyo pia naye alikuwa na mchango wake, alikuwa ni papa wa kwanza mwenye asili ya Afrika, kama nilivyokwisha kuambia. Alisisitiza matumizi ya lugha ya Kilatini katika kanisa la Roma. Tunajua kwamba the identity of the church, kama hata wazee wetu wamesali Kilatini, kwa hiyo tulianza kuwa na lugha moja, kama ni sala basi Kilatini. Kwa hiyo ni mmoja wapo ya mapapa ambaye anakumbukwa kwa alisisitiza, na ni mmoja wapo ya papa kama nilivyowaambia hapo nyuma, alisisitiza makanisa yote yaadhimishe Pasaka tarehe moja ili kuendelea ule kuwa na ule umoja wa kanisa. Kwa hiyo aliongeza mamlaka ya askofu wa Roma katika kanisa, maana yake tarehe kwamba ndio kitovu, tunasema the development of papa kama askofu papa ambaye ndio askofu wa Roma, aliongeza nguvu au mamlaka yake. Sasa labda tukio muhimu la kumkumbuka huyu papa Mwafrika mwenzetu, japo ni Afrika Kaskazini huko, lakini tunamhesabu kama Mwafrika. Kulikuwa kuna mabishano kuhusu tarehe ya Pasaka kati ya Roma na baadhi ya makanisa ya Mashariki. Lakini Papa ilitokea mabishano makubwa sana, maana alisisitiza kuwa na tarehe moja. Kwa Papa Victor wa kwanza alisisitiza umoja wa kanisa katika maadhimisho hayo. Kwa hiyo tunaweza tukamkumbuka ile kanisa kipindi chake Ukristo uliendelea kuenea kwa kasi zaidi katika ile himaya ya Roma, na Papa Victor wa kwanza naye alifariki kifo cha kawaida. Hakuuawa kama mateso ya Kristo yalivyokuwa yanaendelea. Kwa hiyo tukasema ilikuwa ni mmoja wapo wa mapapa alionyesha wazi mamlaka ya Roma juu ya makanisa mengine. Alisisitiza hilo kwamba hata wakati wanafanya majadiliano ya tarehe ya Pasaka alisimama kama nafasi ya kama askofu wa Roma na kusisitiza jambo kama hilo. Papa wa 10 katika karne hii ya pili. Papa wa 10 basi tunasema ni Papa Zephyrinus ni papa wa 10 katika karne hii ya pili. Na yeye alianza kuongoza kuanzia mwaka 199 mpaka mwaka 217. Ingawa sehemu kubwa za utawala wake ipo karne ya 3. Maana yake tunasema alikuwa anafunga karne ya pili, kama ule papa ule Caesarius alifunga karne ya kwanza na ya pili. Kwa utawala wake mkubwa ulianzia karne ya pili, lakini utawala wake wote uliishia karne ya 3. Kwa alianza kuongoza mwishoni mwa karne ya pili maana alianza mwaka 199 kuingia karne ya pili kuanzia mwaka 200. Naye alitetea mafundisho kuhusu Utatu Mtakatifu, mambo ya fumbo la Trinity. Alianza kulitetea, alipambana migawanyiko ndani ya kanisa, kulianza kutokea migawanyiko, aliendeleza umoja wa waumini na alikabili mafundisho potovu yalikuwa yanaendelea, hasa akitetea fumbo la Trinity, Utatu Mtakatifu. Hali ya kanisa kwa wakati huo iliendelea kukua, lakini migogoro ya mafundisho iliongezeka. Kadiri migogoro ya mafundisho iliongezeka, sasa tukasema ni papa ambaye alipambana migogoro mingi kuliko mapapa wengine. Basi na yeye tunaamini mwaka 217 mwisho utawala wake basi alikufa kifo cha kawaida. Kwa kadiri ya mapokeo hakuuawa. Kwa hiyo tukasema ni papa ambaye alianza kupitia kipindi kigumu cha kanisa, yani alisaidia kanisa kuvuka kipindi kigumu cha mabishano ya mafundisho. Huyo anafundisha hivi, kwa ni papa ambaye alianza kupitia kipindi kigumu na alilivusha kanisa ya kipindi kigumu cha mafundisho. Ndugu wasikilizaji na watazamaji wa Spiti Online TV, naweza nikasema tumehitimisha kuwatazama mapapa hawa wa karne ya pili, na tutakapokutana kipindi kingine basi tutazungumzia mapapa wa karne ya 3. Na tutaenda kwa haraka kwa sababu mapapa wengi walikuwa ilikuwa tu ni tofauti wa miaka, lakini kila papa kama kuna tukio la tofauti tutalieleza. Lakini kama matukio yao, kama nilivyowaambia, changamoto kubwa za mateso dhidi ya Wakristo, wengi walipambana na mateso ya Warumi, walikataa kumwabudu Kaisari kama Mungu. Ukristo ulionekana kama tishio kwa tamaduni za Kiroma, sababu ulikuwa unaenea kwa kasi. Kwa mapapa wengi waliishi katika mazingira ya magumu ambayo tumezungumzia, ambayo tumeona mafundisho ya uzushi, walipambana na mafundisho mengi. Kwa papa alikuwa anapaswa alinde mafundisho ya mitume, kufafanua imani ya kanisa, kuzuia migawanyiko kutokana na mafundisho mengi ya uzushi, hizi heresies nyingi. Pia ni kipindi ambacho nimeambia ukuaji wa kanisa lilikuwa linakuwa na masuala mengine kama hayo. Basi ndugu wasikilizaji na watazamaji, tuhitimishe kipindi hicho, na tutakapokutana wakati mwingine tutatazama mapapa wao kuanzia karne ya 3. Tutaangalia kwa haraka mpaka tuanze kufikia karne zile ambazo kuna ushawishi mkubwa au historia ya kanisa ilikuwa ni kubwa. Basi tutawatazama kwa kina na kuendelea kujifunza mambo mengi. Langu jina naitwa Dennis Mrema, ndiye mwezeshaji wa kipindi hiki cha historia ya kanisa, hususan katika kipengele hiki cha historia na maendeleo ya upapa, the papacy.
Asanteni kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu awabariki.